إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni ndugu zangu na kujihusia nafsi yangu, tushikamaneni na taqwa Allah. Taqwa Allah ndilo lengo kuu la ibada ya saumu, na huu wakati tulionao kuanzia leo ndio wakati wa kuangaliwa au kutazamwa ni kina nani kati yetu tumeweza kufikia malengo ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa Allah ni mapenzi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokumbuka neema zake tukakithirisha kumtaja Mungu na kumshukuru Mungu, licha ya kuwa leo ni siku ya furaha, vile vile ni siku ya shukurani, sababu ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatuambia endelezeni kumshukuru Mungu kwa neema aliyowapa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ili Mwenyezi Mungu awaongezee. Mshukuruni Mungu kwa kuwafikia nyinyi kufanya mazuri, ili Mwenyezi Mungu awaongezee ucha Mungu. Ndugu zangu, ikiwa leo ni siku ya kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ni karibu iliyoje jana tulipokuwa tunaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan, najiuliza nanyi pia mwajiuliza, mbona imeisha haraka hivi? Kama itakuwa ni mawaidha, basi nawaambia wale ambao waliupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa taa na kwa haraka mno wameuaga au tunauaga leo hivi kwa shukurani na kwa ibada, basi fatuba lakum, furaha ni yenu nyinyi. Maana kuna watu sampuli mbili wanaomuaga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa jinsi ulivyompokea ndivyo unavyomuaga. Kuna watu walimuomba Mungu kabla ya Ramadhani awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan, na wakaupokea kwa taa, wakaupokea kwa ibada, wakaupokea kwa tauba, na alama za watu hao ni huzuni mwisho wa Ramadhan, sababu wanaondokewa na mgeni aliyewaletea kheri zote, na hizo kheri zatoweka kwa kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hivyo wanakuwa na huzuni. Na wengine, Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa miongoni mwa hao, hawakupokea Ramadhani kwa wema wala kwa kheri. Alikuwa ni mgeni mzito mno kwao, aliyekuja kuwaharibia starehe zao, na hivi leo hakuna watu wenye raha na furaha kama wao, kwa maana mgeni huyu aliyekuja kututia dhiki leo yuenda zake. Sasa mimi na wewe twafaa kujiuliza, ni miongoni mwa wapi katika hiyo grupu mbili? Je, ni katika wale tunaohuzunika kwa kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhan na kumshukuru Mungu kwa taa na kuongeza ibada, ili Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwa wale watakaofuzu kuwa wamemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan na wamekubaliwa? Au sisi ni miongoni mwa wale tunaofurahia hata kama hatusemi kwa ndimi zetu, lakini vitendo vyetu vazungumza, kwa sababu jana tulifanya alhaya, kufurahia kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukakumbuka kufanya madhambi yote. Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa ni miongoni mwa hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutaka sisi tuonyeshe kwamba tumekubaliwa Ramadhani yetu kwa kubaki na kudumu na kuwa na thabat katika taa. Yoyote ambaye alikuwa akiswali swala za usiku kwa jina la tarawehe imeisha, lakini qiyamul layl bado ipo. Kwa wale ambao tulifunga mwezi wa Ramadhani kama faradhi, Ramadhani imeisha kama faradhi, lakini saumu za sunna bado zipo.
na waliotoa zaka zao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan wanasubiri Ramadhani ijao, lakini mlango wa sadaka upo na haumaliziki. Tusiufanye mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiye Mungu, bali kuna Allah aliyeumba Ramadhani na miezi mingine. Kama tulivyojitahidi ndani ya Ramadhani kuwa tulivyokuwa, basi tuendelee na baada ya Ramadhani tuwe tutakiwavyo kuwa, ili tuwe ni miongoni mwa wale watakaofurahi kwamba wamekubaliwa Ramadhani yao, kwa ishara njema kubaki katika kheri na katika taa. Ndugu zangu Waislamu, la pili kwenye darsa yetu au khutba yetu ya leo tumefungua saumu baadhi yetu, na wengine watafungua saumu kesho. Mazungumzo haya ukianza kuyazungumza, kila mtu hufungua masikio yake ataka kusikiliza na wewe utasema nini. Sasa nisikilizeni yale nitakayoyasema mimi, wala sizungumzi kwa niaba ya haraka wala ya chama wala ya kundi wala ya grupu. Nazungumza mimi kama mimi. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo kila siku, kila mwaka yanajirudia. Hakuna mwaka utakuja kusitokee wa kutangulia na wa kuchelewa. Basi mimi nasema tuzoeni, alhamdulillah, kwamba haya yanapotokea kwa pande zote, wanaoanza na wanaochelewa, alhamdulillah, ni masala hayamtoi mtu kwenye dini, hayamtoi mtu kwenye Uislamu. Sisi sote ni Uislamu na rai zote mbili zimethubutu. Lakini jambo lingefurahisha zaidi, wangeweza kukaa meza moja maulama na mashekhe na maduati na taasisi, wakaangalia hata Kenya moja ni njia gani tunaweza kufanya tukawa tutafunga na kufungua siku moja. Ni kweli wa leo watafurahi na wakesho watafurahi, lakini niwaulize, hivi kweli furaha itakamilika ikiwa kwenye nyumba moja kuna waliofunga na kuna wanaofungua? Lakini tungekuwa sote angalau Kenya moja tumefunga kwa siku moja na tumefungua kwa siku moja, furaha ingezidi kwa jamii. Lakini nataka niwaambie sababu si kuwa elimu hakuna kwa maulama, sababu si kuwa watu hawaelewi hizi fiqhi, sababu ni kuwa sisi tuko mbali na Mungu. Sisi kama mtatuita ni mashekhe, ni viongozi, sisi tumemkosa Mungu kwenye nyoyo zetu. Waliomkubali Mungu kikweli, hata walipotofautiana, ilikuwa zile tofauti ni khalis kwa ajili ya Mungu. Kila mmoja anaona mimi nimefuata rai niliyofuata sababu ya Mungu, na hapo kweli kunahitajika watu wapeane udhuru. Lakini mtanisamehe, na hii ni rai yangu, kwamba leo sababu si hiyo. Sababu leo kipimo cha ibada zetu, kipimo cha wema wetu ni mikao. Nataka kuwa na msimamo, siangalii Mungu wala mtume wala tofauti za wanazuoni, naangalia mkao wangu uko wapi. Mkao wangu ukenda na kadhi, nimo na kadhi. Mkao wangu ukenda na Saudia, nimo na Saudia. Mkao wangu ukenda na matali, nimo na matali. Ni mikao. Tumwogopeni Mungu. Taasisi za Kiislamu, mashekhe na maulama, tumwogopeni Allah na huu umma. Hawa watu watakwenda tunavyowapeleka. Tumewachanganya, wamechanganyikiwa, wamedangana, hawajui la kufanya, na tutakuwa mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni kweli twashindwa kukaa meza moja na tukaelewana? Kinachotupinga ni mikao. Kila mmoja ataka mkao wake uwe umeshinda. Mwenyezi Mungu atuongoze njia iliyonyooka. Lakini mimi tunawaambia hilo
lisiwapelekee mukaharibu furaha yenu. Licha ya masukosuko tulionao ulimwengu wa leo, lakini madamu ni siku ya Idi tutafurahi, na walio kwenye misukosuko tutawaombea, wala hili halitatupelekea sisi kutukanana wala kutengana wala kupigana. Na biidhnillah, kila kukicha watu wameanza kufahamu kwamba la msingi ni umoja wetu, na hizi tofauti hazina maana yoyote zaidi ya kutuharibia mengi ambayo tunayahitaji katika mujtamaa kama umma wa Kiislamu. Na jambo la tatu, kuna mambo yanayoendelea duniani watamani wakati mwingine unyamaze, lakini ukiwa huyazungumzi utakuwa huishi watu wanapoishi. Sote twaishi katika dunia moja. Yanayoendelea duniani yatuhusu hata sisi tunaoishi Kenya. Sote tufahamu kwamba ulimwengu wawaka moto na maswali yamechacha na watu wamedangana. Sisi tuwe wapi? Ndugu zangu, utasikia kila mmoja ukuambia lake, na mimi nasema ndugu zangu, sisi ni Waislamu. Kunapotokea jambo lolote, basi tusiwe tu ni madai kusema sisi ni watu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume. Tu practice kivitendo. Qur'ani na Sunna yatuambia nini panapotokea mapambano. Leo ni Muisraeli na Muamerika na Muirani kwa upande mwingine, na wote kwetu ni maadui, na wote wametupa yale ambao sisi yametuudhi, wote pande zote mbili. Wala kuna mambo hatuwezi kuyasahau wala hayawezi kupingika, lakini kila zama na kila wakati na kila hali ni lazima tuwe na akili ya kutafuta msimamo ambao utakuwa unakwenda sambamba na mafundisho ya Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili linaloendelea, wawili wapigana, sisi kama Waislamu tusimame wapi? Tutasimama kwa aliyedhulumiwa. Aliyedhulumiwa ni nani na dhalimu ni yupi? Tutakuwa karibu na yule aliyedhulumiwa na tutakuwa mbali na yule dhalimu. Uislamu, Qur'ani, mafundisho ya Mtume yatutaka tuwe hivyo. Tunaposupport Iran, hatusapoti Iran kwa sababu ya madhehebu yake, kwa sababu ya itikadi yake, ni kwa sababu amedhulumiwa kwenye hili. Angawa ni adui na ana ajenda zake, haufikii uadui wa Wayahudi na ajenda za Mayahudi kwa umma huu. Kwa hivyo sisi ni kuunga mkono yule ambaye amedhulumiwa. Ikiwa hatuwezi kumwomba Mungu, ewe Mwenyezi Mungu wanusuru kwa kuwataja majina, tuseme Mwenyezi Mungu mnusuru aliyedhulumiwa, lakini usiwaapize wale ambao wamedhulumiwa. Huu ndio msimamo Waislamu watakiwa wawe nayo. Na sasa mtazungumza lugha watu wazima pekee na ma-intelligence na wanasiasa na watu wakubwa watanielewa. Muisraeli na Marekani hawataki kuvunja mlango mmoja, hawataki kuangusha eneo moja. Ajenda yao ni pana zaidi ya mnavyofikiria. Lakini huwezi kufikia unapotaka kwenda mpaka mwanzo uvunje vizingiti. Kizingiti wanachopambana nacho ni kizito mno kushinda vizingiti vyote vingine. Na msemo wa Kiswahili wasema, ukimwona mwenzako anyolewa, chako tia maji. Wenye kunielewa mmeelewa. Kizingiti kikubwa kikivunjwa, mengine ni milango hata bawaba haina. Mfahamu watayafikia malengo yao, na atakayedhurika kwanza ni sisi kama umma wa Kiislamu. Hayo si ya tafsiri, yazingatieni. Muelewe kuwa wakati mwingine adui
aweza kuwa ni adui, lakini ndiye aliyesimama kati yako wewe na adui mkubwa zaidi. Kama hatuwezi kumwombea, tusimwapize, sababu akivunjwa yeye, tulioko nyuma sisi sote ndarandara, na huu ndio ukweli, tukitaka au tukikataa. Tuweni ni watu wenye akili na busara. Na mwisho nawaelekezea mama zangu, na hii ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anapotoa khutba anabakisha sehemu kuwa nasihi kina mama. Kina mama, kama mwanisikiliza, tuna mengi ya kuwaambia, lakini kama mshauri wa masala ya ndoa, kwa kweli matatizo ya ndoa yamekithiri, na nyumba ya mke na mume, basi mwanamke anabeba jukumu zaidi. Mwanamume ikiwa yeye ni mas'ul wa kusimamia majukumu yake ya chakula na mavazi na mahali pa kulala, na anayeweza kuleta utulivu na sakina ile aliyoitaja Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani ni mwanamke. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mwogopeni Mungu kwanza, kisha mutii waume zenu, na muwe na subra, muvumilie. Na wanaume wake zetu wanapojitolea kwa taa na kusubiri na kuvumilia, na sisi wanaume tusimameni na majukumu yetu. Usizembee ukaacha kiwama ambao ni juu yako wewe akaifanya mwanamke, kisha ukarudi ukamlaumu kuwa ameingilia kazi yangu. Amka na usilale, fanya ulilowajibika nalo wewe kufanya, na mwanamke naye atatekeleza wajibu wake, na kila mmoja atampa mwenzake haki yake. Na nyumba zitakaposuluhika, malezi yatakuwa bora. Nyumba hizi zitatuletea watoto wenye dini na wenye misimamo watakaoleta mabadiliko kwa umma huu. Lakini ikiwa nyumba zetu zitakuwa nyumba zinazoregarega, nyumba zisizokuwa na amani, nyumba ambazo hazitambuliwi Mungu wala Mtume sallallahu alaihi wasallam, natija yake itatuletea watoto ambao badala ya kutengeneza watakuja kuharibu na kuvunja. Ndugu zangu, leo ni siku ya furaha, lakini pia hatuwezi kuwasahau ndugu zetu wanyonge walio Falastini, wanyonge walio Sudan, wanyonge walio China, wanyonge walio kwenye pembe zote za ulimwengu, ambao hivi leo hata labda kutoka kwenda kuswali Idi wanatoka na hawana hakika kama watarudi. Hawajui watoto wao wamevaa nini, hawajui familia zao watakula nini. Ni wajibu wetu tusiwasahau ndugu zetu hawa kwa dua. Mwenyezi Mungu awanusuru, Mwenyezi Mungu awaletee faraja, Mwenyezi Mungu awaletee izza. Allahumma izza al-islam wal-muslimin wa adhilla ash-shirka wal-mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabb al-alamin. Allahumma ansur al-mustad'afin fi kulli makan ya arham ar-rahimin. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم آمن بلاد المسلمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين، اللهم أصلح بلاد المسلمين وأهلك المفسدين من المغضوب عليهم والضالين. عليك بهم فإنهم لا يعجزون. شتت شملهم وفرق جموعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الخاسرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.